Karibu sana mtazamaji wetu wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Mtazamaji, tumekuwa tukipeana yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, lakini leo hii nina taarifa moja kwa moja kutoka nchini Yemen na Israel, ambapo vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti Jumapili asubuhi kwamba kombora lililorushwa kutoka Yemen lilielekezwa kuelekea maeneo ya Palestina yanayokaliwa na Israel na kusababisha taharuki kubwa nchini humo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilithibitisha kuwa liligundua uzinduzi wa kombora hilo na kwamba mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome uliingilia haraka ili kulizuia kabla halijaleta madhara. Kengele za tahadhari za mashambulizi ya anga zilisikika katika maeneo kadhaa ya Israel, ikiwemo sehemu ya katikati, ukingo wa magharibi na karibu na ziwa la Uhai. Wakati huo huo, mamlaka za anga zilitangaza kusimamisha kwa muda shughuli zote za ndege katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion, ambao ni uwanja mkuu wa kimataifa wa Israel, kwa sababu za kiusalama. Kulingana na kituo cha habari cha Ynet na Haaretz, ndege kadhaa zilizokuwa zinatarajia kutua na kuruka zilicheleweshwa kwa muda, huku anga la Tel Aviv likiwa limefungwa kwa muda mfupi. Baada ya tathmini za usalama kukamilika, safari zilianza tena hatua kwa hatua bila ripoti za majeruhi au uharibifu mkubwa. Jeshi la Israel limesema kuwa tukio hilo linahusishwa na makundi ya Wahuth kutoka nchini Yemen, ambao wamekuwa wakidai kufanya mashambulizi dhidi ya Israel kama ishara ya kuunga mkono mapambano ya Palestina huko Gaza. Tangu Oktoba 2023, Wahuth wamekuwa wakirushia Israel makombora na ndege zisizo na rubani, wakidai kujibu kile wanachokiita mauaji ya Palestina yanayofanywa na utawala wa Kizayuni. Ripoti za Times of Israel na Arab News zinasema kuwa huu sio ushambuliaji wa kwanza kutoka Yemen kuelekea Israel. Katika miezi ya karibuni, zaidi ya makombora 90 yamerushwa kutoka Yemen, mengi yakilenga maeneo ya katikati mwa Israel, ingawa sehemu kubwa yamezuiliwa na mifumo ya ulinzi wa Iron Dome. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaonya kuwa hatua hizi zinaonyesha jinsi mzozo wa Gaza unavyozidi kugeuka kuwa vita vya kikanda. Yemen kupitia kundi la Wahuth linaloungwa mkono na nchi ya Iran limekuwa mstari wa mbele katika kutangaza uungaji mkono wake wa Palestina, jambo linaloongeza mvutano kati ya Israel na washirika wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa ya Mer News Agency, makundi ya Wahuth nchini Yemen yalisema kwamba mashambulizi yao ni sehemu ya kampeni ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel kutokana na mauaji ya raia wa Palestina huko Gaza. Hata hivyo, hadi sasa makundi hayo hayajatoa tamko rasmi la kuthibitisha kombora lililorushwa leo hii. Wakati huo huo, Israel imeendelea na tahadhari kali za anga, hasa katika maeneo ya Tel Aviv na kati mwa nchi, huku mamlaka zikionya kuwa vitisho vya aina hii vinaweza kuongezeka kadri hali ya vita huko Gaza inavyozidi kuwa mbaya. Tukio hili limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa anga katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, huku wataalamu wakieleza kuwa uwezo wa makundi ya Wahuth kurusha makombora ya umbali mrefu ni ishara kwamba mzozo wa Gaza sasa unazidi kuvuka mipaka ya Palestina na Israel. Huku Wahuth wakishambulia taifa la Israel, kumekuwepo na jitihada ambazo Hamas wameweza kuzionyesha kutokana na hoja 20 za rais wa Marekani Donald Trump za kusitisha vita katika ukanda wa Gaza baina ya Hamas pamoja na Israel. Wahuth sasa wanaendeleza mashambulizi yao mpaka pale ambapo wataona kwamba mzingiro umeweza kuisha katika 100% katika ukanda wa Gaza, na kampeni zao zote zimekuwa zikilenga zaidi katika kuishinikiza Israel kuacha mashambulizi yake katika ukanda huo wa Gaza. Ikiwa sasa Israel jana kupitia Baraza la Usalama la Taifa kuweza kutoa amri kwa jeshi la Israel kupunguza operesheni zake katika ukanda wa Gaza, lakini sasa bado inaonekana wazi kwamba kuna namna ambayo Wahuth wanataka kuishinikiza kabisa Israel iondoe vikosi vyake katika ukanda wa Gaza, kwa sababu hapa katikati Wahuth walikuwa wametulia kwa muda kidogo, walikuwa wamenyamaza kwa mashambulizi, hawakushambulia katika siku za hivi karibuni, na wamekuja kushambulia kipindi ambacho sasa Gaza inakwenda kusitishwa kwa vita kwa sababu ya vita vilivyodumu kwa kipindi cha takriban miaka 2 hivi sasa. Sasa inaleta picha ya wazi moja kwa moja kutokana na kile ambacho kinaonekana hapa kwamba Wahuth sasa wanataka kuishinikiza moja kwa moja kuweza kuacha mzingiro wake katika ukanda wa Gaza. Ndio maana mashambulizi yao yamekuwa hayakomi katika maeneo hayo. Israel kupitia
jeshi lake la ulinzi IDF sasa hivi liko makini, liko macho kweli, kwa sababu ndio kipindi hiki ambacho vita vinaelekea ukingoni vya ukanda wa Gaza, na ndio kipindi ambacho Wahuthi kutoka pale nchini Yemen wanakitumia kwa kuweza kuiadabisha Israel dhidi ya yote ambayo imekuwa ikifanya katika ukanda wa Gaza. Katika haya yote, Wahuthi kutoka pale nchini Yemen wanaona kabisa kwamba ni wakati sahihi wa kuweza kulipa kisasi kwa taifa la Israel dhidi ya mashambulizi ambayo wamefanya nchini Yemen. Kwenye mji wa Sanaa waliua watu wengi sana pale, na waandishi wa habari pamoja na viongozi wa serikali ya Wahuthi akiwemo waziri mkuu Ahmed Rahawi. Lakini vile vile Israel dhidi ya mashambulizi yote ambayo amekuwa akiyafanya dhidi ya makundi ya wapiganaji katika ukanda wa Gaza ambayo Islamic Jihad, Al-Quds, lakini vile vile na Hamas, lakini ukijumlisha na Hezbollah pale nchini Lebanon, yani wamechukizwa na hayo mashambulizi yote, ndio maana wao wanarusha makombora mengi sana. Sasa ikiwa vita vinaelekea mwishoni vya ukanda wa Gaza, huku Wahuthi wakizidi kuishambulia Israel, hii inaibua taharuki kubwa. Huenda vita vikahamia moja kwa moja nchini Yemen, wakaanza kupambana kati ya Yemen pamoja na Israel, kwa sababu ukitazama vizuri kabisa kutokana na vita hivi, mwanzoni Wahuthi baada ya kuanza kushambulia meli zinazopita katika eneo la Ghuba ya Aden na kutia onyo kwamba hawataki kuona meli zote zikipita katika eneo hilo, na zikipita zitashambuliwa, Israel inaweza ikatumia kama fursa ya kuingia vitani na Wahuthi, kwa sababu vita vilikuwa haviwahusu, vilikuwa vinawahusu Hamas walioko katika ukanda wa Gaza baada ya shambulizi lao la kushtukiza la Oktoba 7 mwaka 2023 la Al-Aqsa. Sasa kufuatia hiki chote ambacho kinaendelea, inaweza kupelekea Israel kuingia vitani tena na Wahuthi, kuanza kupambana na kuweza kupigana, au waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akatumia kama fursa ya kuweza kuiadabisha Yemen dhidi ya mashambulizi yake ambayo yamezidi kutokea katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Hofu ni kubwa sana, na hofu inazidi kupeleka maeneo yote kutokana na uhalisia wa mashambulizi ambayo Israel imekuwa ikiyafanya ya kushtukiza katika mji wa Sanaa. Endapo itatokea hivyo, basi kunaweza kuibuka wasiwasi mkubwa ambao unaweza kuwa na hatari kubwa kwa maisha ya raia wa Yemen. Kama kawaida, msemaji wa Wahuthi Yahya Saree huwa anazungumza kila wakifanya mashambulizi katika taifa la Israel, na huwa anatolea ufafanuzi walitumia kombora gani, lakini ililenga maeneo gani, madhara yalikuwaje, walifanya nini na nini. Hii ni habari ambayo imetoka katika vyombo vya habari vya Kiarabu pamoja na vya Israel. Kwa hiyo tusubiri habari ya moja kwa moja kutoka kwa Wahuthi wenyewe nchini Yemen chini ya kiongozi wao Yahya Saree atakapokuja kuzungumza na kuweka wazi jambo hili. Basi mtazamaji utakwenda kufahamu kwa kina zaidi nini ambacho kimejiri katika mashambulizi haya ya Wahuthi hapo nchini Yemen. Ili kuhabarika zaidi na taarifa zetu kila siku, mtazamaji, basi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.